Yes, mtazamaji wa Uhondo TV. Hii ni Uhondo Michezoni. Mimi naitwa Aidan Jeremiah. Moja kati ya taarifa ambayo imeonekana kutrend kwa kiasi kubwa kwenye mitandao ya kijamii ni taarifa ambayo inamhusisha mwamba wa Lusaka Chama Clatous ambaye ni mchezaji rasmi kabisa wa Young Africans. Taarifa inasema mashabiki wa Yanga kwa sasa wanasikilizia issue ya dabi ya Kariakoo, yani Yanga Sports Club zidi ya Simba Sports Club kama itapigwa aura. Lakini kuna kitu kinachoendelea ndani ya klabu hiyo kuhusu kiungo mshambuliaji Clatous Chama mwamba Lusaka. Mkataba wa Chama na Yanga utafikia tamati mara baada ya msimu huu kumalizika, na pande hizo mbili zimeanza mazungumzo ya kuona kama kuna uwezekano wa kuwepo kwa mkataba mpya baina yao na Chama Clatous. Hata hivyo, katika mazungumzo hayo kila upande umeonekana kutoa sharti ambalo linaonekana kuwa gumu kwa mwingine, na kama wasipofikia mwafaka, kiungo huyo wa Zambia mwamba wa Lusaka anaweza kufunguliwa mlango wa kuondoka ndani ya klabu hiyo. Katika mazungumzo ambayo yameanza, Chama ameweka sharti la kupewa dau kama hilo au zaidi ili asaini mkataba, jambo ambalo uongozi wa klabu ya Yanga hauko tayari kulifanya, na baada yake utakuwa tayari kumpa fedha pungufu ya hizo ilizotoa mwaka jana. Nikimnukuu, kila upande unashikilia msimamo wake. Uongozi unataka kumpa mkataba mpya kwa dau la chini la fedha kulinganisha na lile alilopata mwaka jana alipojiunga na klabu ya Yanga. Mchezaji mwenyewe anataka zaidi, au ikishindikana basi apewe angalau kiasi kama alichopata aliposaini mkataba ulipomalizika. Yes, mtazamaji wa Uhondo TV, hiyo ni taarifa ambayo inaendelea ambayo inamhusu mwamba wa Lusaka most valuable player Chama Clatous, people from Zambia au player from Zambia, kulingana na ule ubora ambao amekuwa nao. Of course, to be honest, kwa mimi siwezi kubeza kile kiwango ambacho amekuwa nacho mtu kama mwamba wa Lusaka most valuable player Chama, kulingana na kile kitu ambacho amekuwa anakionyesha. Maybe kipindi yupo Zesco, kipindi yupo Simba Sports Club, kipindi yupo Yanga pia, RS Berkane amepita pale. Kwa hiyo kuna namna ambavyo unaweza ukasupport kile kitu ambacho Chama amekuwa anakifanya, lakini ni kama inabidi ujiulize kwamba Young Africans kuna kitu ambacho walikiona kwa Chama, ndio maana walimsajili. Kama walimsajili timizi kwamba ni mchezaji ambaye anaweza akawa special katika upande wa Yanga na kuweza kuisaidia klabu kuitoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kwa sababu tunafahamu kama ni Chama Clatous ni top talent player ambaye ana uwezo mkubwa, lakini pia of experience ambao tumekuwa tunaizungumza, ule uzoefu mkubwa ambao na mwamba wa Lusaka. Kwa hiyo bado maybe tuendelee kusubiria kama ni kitu gani ambacho kinaweza katokea katika upande wa Yanga, lakini pia katika upande wa mchezaji ambaye ni Chama Clatous, ambao bado naiona nafasi ya Chama kuendelea kusalia kwa kulingana na ule ubora ambao amekuwa nao, kwa sababu kwenye eneo la attacking midfielders wa Yanga Stefano Azikia ameondoka, amebaki Paco Mezua, amebaki Maxim pia Nzengeli, amebaki pia Chama Clatous ambaye ana uwezo mkubwa. Kwa hiyo bado naiona uongozi wa Yanga una nafasi kubwa sana ya kuweza kumbakisha Chama kulingana na ule ubora ambao amekuwa nao. Kikubwa ni maelewano baina ya timu pamoja na mchezaji kuweza kukaa meza moja kuweza kutatua hili jambo, kwa sababu naamini kwamba mchezaji pamoja na uongozi wa timu husika wakaa meza moja au wakaa sehemu moja, wanaweza kutatua jambo na kuweza kuendelea Chama kuweza kusalia ndani ya klabu ya Yanga kulingana na ile exposure ambayo amekuwa nayo. Maybe tuendelee kusubiria. Kubwa ambacho tunakushauri, endelea kuwa na Uhondo TV ili uweze kujipatia taarifa na matukio mbalimbali ya kimichezo, tuweze kujua kwamba hatima ya Chama ndani ya Yanga au anaweza karudi ndani ya Simba Sports Club. Hii ni Uhondo TV, Uhondo Michezoni. Mimi naitwa Aidan Jeremiah.